jinsi ya kuishi kwa ushindi katika siku za mwisho. Tuko kwenye hizi siku za mwisho. Haya ni muda wa kunyakuliwa umekaribia. Jinsi ya kuishi sasa ndo unaelekezwa. Namba 1, andika kutafuta kuyajua mapenzi ya Mungu kwako. Hiyo ni namba 1. Andika Mathayo 21. Kutafuta kuyajua mapenzi ya Mungu kwako. Kwenye hiki kipindi kidogo ulicho nacho, fanya kazi ya Mungu, kuna faida. Muulize Mungu, kwa sababu hujaletwa hapa duniani kuja kuzulula. Lipo kusudi lililokuleta. Sasa ukilitimiza lile kusudi kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ni ishara ya kwamba utahesabiwa kama mtumishi wake. Kuna mahali Yesu anazungumza kwamba ufalme wa Mungu ni sawasawa na mwenye shamba ambaye alienda kutafuta watu kwa ajili ya kulima. Akatafuta wa asubuhi, akatafuta wa saa 3, akatafuta wa mchana, akatafuta wa jioni na wa saa 12, lakini wote walilipwa mshahara mmoja. Imeandikwa. Kwa hiyo nataka nikukumbushe, haujaja kuzurula duniani, haujaja kula ushibe usubiri kwenda mbinguni au usubiri kufa. Hapana, lipo kusudi Mungu aliweka kwako. Kwa hiyo hilo kusudi ndilo litakalo kuwezesha. Mathayo 7:21. Kwa nini? Maandiko yanasema yule afanyaye mapenzi ya Bwana atakaye urithi ufalme wa Mungu ni yule ayafanyaye mapenzi yake. Manake huwezi kufanya mapenzi ya Bwana kabla hujajua mapenzi yake kwako. Alitaka wewe ufanye nini? Namba 2, kuimarisha mahusiano na Roho Mtakatifu. Kuimarisha mahusiano na Roho Mtakatifu. Katika roho ya kujipendekeza sasa hivi, jipendekeze kwa Roho Mtakatifu kuliko popote. Tengeneza mahusiano yako. Maombi yangu sasa hivi mimi ni Roho wa Bwana, nataka kutembea na wewe, nijaze. Ndio maombi yangu mengi sasa hivi. Tafuta kumjua, tafuta kuimarisha mahusiano yako. Nimesema point namba 2, kuimarisha mahusiano na Roho Mtakatifu. Yohana sura ya 14 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26. Yohana sura ile ya 14 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26. Kuimarisha mahusiano na Roho Mtakatifu. Wapendwa, nikufafanulie. Yesu alilikabidhi kanisa mikononi mwa Roho Mtakatifu. Atakaporudi hatakuja kuchukua wasiokuwa na dhambi tu. Atakuja kuchukua wasiokuwa na dhambi walio mikononi mwa Roho Mtakatifu. Hata ndugu zetu wapo ambao hawana dhambi. Lakini nataka nikwambie, ndugu zetu hawataurithi ufalme wala hawatanyakuliwa, kwa sababu wale wanaomwamini Yesu hawana dhambi, lakini Roho Mtakatifu wako naye. Kwa sababu Yesu wakati anaondoka alikabidhi kanisa mikononi mwa Roho Mtakatifu. Kwa uwe na uhakika akija anataka kulikuta mikononi mwa Roho Mtakatifu. Kwa nimesema kipengele cha pili ni kuimarisha mahusiano yako na nani? Na Roho Mtakatifu. Yohana sura ya 14 mstari wa 25 26. Tafadhali imarisha mahusiano yako na Roho wa Bwana. Yeye ndiye aliyekabidhiwa kanisa. Usipokaa naye vizuri, yeye uliyekabidhiwa kwake, maana yake utakosa unyakuo. Nakwambia ukweli. Tenda mema, ishi maisha matakatifu, lia madhabahuni. Kama ulikuwa usomagi Biblia, soma sana sasa hivi. Kama ulikuwa uombi, omba, kaa magotini. Muulize Roho Mtakatifu akupe neema. Mwambie nataka kukujua sasa, nitembee na wewe. Unaweza ukasema sasa si Mungu atatushtua kwamba sasa hivi ndio tumeona anakaribia kuja ndoto. Ni maana yake. Kwani yule mwizi si alikuwa msalabani anakaribia kufa akaomba, nataka unikumbuke katika ufalme wako. Na wewe omba. Sawa Namba 3, kukesha mara kwa mara maombi. Kaa kwenye maombi. Hii nataka nikufafanulie, niruhusu nikufafanulie leo kwa nini kukesha ni muhimu, na ukafanye research. Natamani hata wale wanaotufuatilia online waweze kujua hii siri. Kukesha mara kwa mara kwa maombi. Luka 21 mstari wa 34 mpaka 36. Kitabu cha Luka sura ya 21 mstari wa 34 mpaka 36. Kesha kwa maombi. Kwa nini? Ngoja nikwambie, nataka nikupe siri ndogo. Hii kitu nimeifanyia research kwa muda mrefu sana. Unajua kwa nini wachawi wanawanga usiku? Kawaida mwanadamu huwa na kitu kinaitwa energy. Asiri, ile nguvu ya asiri inakuaga ndani yake. Sawa? Unanielewa watu wa Mungu? Mwanadamu yoyote ana hiyo energy.
Sasa unapokuwa uko active hivi, ile energy inakuwa kubwa. Ila unapokuwa umelala, unakuwa umepumzika, ile conscious mind, ufahamu wa kawaida umepumzika, ambao na wenyewe una sehemu yake ya energy. Kwa inabaki kwenye utu wako wa ndani. Sasa utu wako wa ndani kama hujawahi kutengenezea misingi mizuri, unakuwa dhaifu. Na ndio maana nisikilize, fuatilia, jitengenezee majaribio, maamuzi yako ya usiku wa manane. Yaani ukiamka kutoka usingizini, maamuzi yako ya usiku wa manane ni tofauti na maamuzi yako ya kawaida. Na wale ambao mmekuwa mkiamka kuomba usiku, angalia, ukiwa unaenda kulala, unaenda na ile kiu ya kwamba nataka niamke nije niombe. Nija kuamka, akili imegoma swala la kuomba, na utajilazimisha na usikii raha wala huoni umuhimu. Kweli si kweli? Watu wanaroga usiku kuzikamata nafsi kwa sababu zinakuwa dhaifu usiku wa manane. Unapoomba usiku wa manane, nafsi za watu wengi ziko dhaifu, kwa hiyo hakuna wanaoendelea maombi usiku. Kwa hiyo ni rahisi wewe kupenetrate, namba moja. Namba mbili, ulimwengu wa roho unakuwa uko open. Kwa kuna vita, kuna mabadilishano, kuna shift zinatendeka kwenye ulimwengu wa roho. Wachawi, waganga wanafanya mambo yao. Na wewe unapoamka pia una activate na kuweka ulinzi, lakini unajisaidia wewe. Na ndio maana hajasema shindeni mkifanya mkiomba, amesema kesheni mkiomba, kwa sababu energy ya mwanadamu usiku ina lose. Sikiliza, siri ya kushinda, uwe na energy, uwe na maamuzi mazuri hata usiku, unatakiwa kukaa kwenye maombi especially usiku. Lakini pia mimi nimeanza kukamata zile spiritual hours, yale masaa ya kiroho. Kuna masaa ya kiroho ambayo yakishafika, mimi sasa hivi niko rima kutabashekete ribasha na jaza na nena, nikiendelea kuachilia nuru. Hii nitakufundisha mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hiyo naambiwa kesheni mkiomba. Kwa nini? Usipoomba, adui anaweza akakuwekea wazo, ukashangaa unafanya maamuzi ya kipumbavu sana, alafu kumbe na kanisa linanyakuliwa baada ya dakika 5. Tufanyeje? Lazima tukae uweponi. Lazima tumwactivate Roho Mtakatifu. Usipomwactivate Roho Mtakatifu kwa maombi, akishapoteza kwa sababu Roho Mtakatifu activated anapewa kuomba kwako. Unaponena kwa lugha, anaamka. Alafu kadri unavyoomba, unajua Roho Mtakatifu, ngoja nikusaidie. Roho Mtakatifu hamteki mtu, hampossess. Majini wanapossess. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hai. Namba 4, kujaa neno la Mungu na maarifa. Mungu ametusaidia, kanisa letu lina maarifa, unafundishwa in details. Kujaa neno la Mungu na maarifa. Katika nyakati hizi za mwisho, tafuta kusoma Biblia. Wahi, Biblia zinachezeshwa sasa hivi, zinabadilishwa. Zinakuwa wanazi-update, wanazifanyia mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Wameshaanza kuzibadilisha ili kuondoa maneno yenye nguvu ya imani. Wanapanda vitu vyao taratibu. Sasa soma Biblia, maliza Biblia, soma. Neno lijae ndani yako. Hii ndio njia mojawapo ya kumshinda shetani kwenye nyakati hizi. Lakini nataka nikufundishe meditation. Hiyo kitu kanisa langu niliwahi kuwafundisha kidogo. Nikurudishe kwenye meditation ili uweze kuvuka. Nataka tunyakuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zaburi sura ya 119 mstari wa 11. Alafu Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Haleluya. Umemaliza Kama umemaliza sema amen. Point, kujaa neno. Wanangu, nishaongea sana. Kama uwezi kusoma Biblia, sikiliza kwa kutumia redio. Sikiliza, nunua simu ambayo unaweza kusikiliza. Namba 5, kuishi maisha ya kusamehe na kutubu kila wakati. Andika Marko 11 mstari wa 25 mpaka 26. Marko 11 mstari wa 25 mpaka 26. Lakini Timotheo wa pili mstari wa 4 mpaka wa pili. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa pili. Tuko point namba 5, inasema kuishi maisha ya kusamehe, kutubu kila wakati. Ili somo uzuri nilikufundisha, kwa sababu hizi pointi zote zina masomo yake. Hizi pointi zote zina masomo yake. Zote zina masomo yake. Zote ni masomo kamili. Sasa unatakiwa kuishi hivyo.
Nimesema namba 5, kuishi maisha ya kusamehe wengine na kutubu kila wakati. Hii nimesema Marko sura ya 11 mstari wa 25 mpaka 26. Alafu nikasema Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari wa 2. Bwana asifiwe. Mpendwa wangu, samehe. Kusamehe ni mtaji. Unaposamehe watu, sawa, unajisaidia wewe kusamehewa. Kufanya kwa ajili yako, usifanye kwa ajili ya unayemsamehe. Unaposhindwa kumsamehe mtu, unayejikomoa ni wewe. Moja kati ya nguzo ya kusamehewa dhambi ni kusamehe. Ndio maana kwenye sala ya Baba yetu tunasemaje? Utusamehe sisi makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe. Maana kuna samehewa kama vile unavyosamehe wengine. Kuna watu mpaka leo wako makanisani wana vinyongo, kanisa na kanisa hawajasameheana, wengine wanapelekana mpaka mahakamani, Wakristo kwa Wakristo wanashtakiana, wanashindwa kuyamaliza. Ndugu yangu, samehe. Samehe anayekudharau, anayekudhihaki na kukufanyia ubaya. Sipambane naye kwa jinsi. Nyakati hizi ni nyakati za hatari. Namba 6, pointi namba 6, kufanya ibada ya kweli. Hizi ndo pointi 6 ambazo nimekuonesha njia za namna ya kuishi. Namba 1, kutafuta kuyajua mapenzi ya Mungu kwako. Namba 2, kuimarisha mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Namba 3, kukesha mara kwa mara kwa maombi. Namba 4, kujaa neno la Mungu na maarifa. Namba 5, kuishi maisha ya kusamehe na kutubu kila wakati. Namba 6, kufanya ibada ya kweli. Haya mambo 6 unatakiwa uyafanye karibia kila siku kwa namna fulani. Hakikisha, pambana uwezavyo, bandika ukutani, piga kwenye lamination, yatakuwa na kukumbusha. Kama ni kwenye gari, tengeneza sticker kwa mfumo wa sticker, bandika kwenye gari, mahali utakapoona, chumbani kwako, kwenye biashara yako kwa ndani, kama ni dukani, mahali ambapo wewe unaweza ukaona. Usipuuze. Mimi mchungaji wako na kuelekeza. Ni rahisi sana kusahau haya kama unavyosahau vingine, lakini ni hatari sana, kwa sababu hizi njia ukizifuata vizuri unatoboa. Unatoboa, niamini mimi. Kwa sababu ukishaweka mahusiano na Roho Mtakatifu, kuna nini tena? Kwa sababu kadri unavyotengeneza mahusiano na Roho Mtakatifu, ule utamu wa dhambi unafanya unaisha. Oya, dhambi ina nguvu, usifanye masiara. Kama una Roho Mtakatifu, unaweza ukawa unaenda huko unakemea kwa jina la Yesu na unatekeleza uasi. Kama mbwa anavyoingia kwenye mdomo wa chatu, anabweka lakini anaingiaga mwenyewe. Unajua chatu waga hambani mbwa, mbwa chatu anaachama hivi, mbwa anaingia mwenyewe. Usikosee. Katika kipindi hiki cha kuimarisha ni mahusiano na Roho Mtakatifu. Ukiwa na mahusiano na Roho Mtakatifu, dhambi inapoteza nguvu. Nakwambia ukweli, dhambi haitakuwa na nguvu juu ya maisha yako. Na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu.